Tetesi zinazodaiwa kwa mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye kwa sasa amekuwa tofauti na amekuwa akienda vile ambavyo watu wengi wameona kabisa kwamba ni wakati unaoonekana kabisa wazi kwa mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe kutofautiana na baadhi ya wanachama ndani ya chama cha Chadema, na ndio maana kumekuwa na asilimia kubwa ya yeye mwenyewe kutosapoti na wala kuonyesha labda pendekezo lolote la kusapoti kampeni za Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na ndio maana watu wengi wamekuwa kimuhusianisha na kundi la G55 ambalo limeonekana kuwa ni kundi la waasi lililotengenezwa kwa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na ndio maana kuna asilimia kubwa wanasema kwamba kundi la G55 ambalo pengine linaonekana kabisa kwamba ni chama kingine kinachotarajiwa kuweza kutengenezwa, basi huenda kikawa ni chama cha Freeman Aikael Mbowe. Na nikufahamishe, iko wazi, mwenye masikio na asikie na mwenye macho na atazame, kwa sababu kuna vitu vingine ni lazima tu uweze kuvielewa kwa saikolojia ya haraka kabisa. Yani kungekuwa na uwezekano wa kuendelea kuhimili kuwa kama mjumbe wa kudumu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, basi lazima tu mwenyekiti mstaafu angesapoti na angeonyesha mapenzi ya dhati kwa hiki kinachoendelea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na ndio maana tunajikuta tunawaona God Bless Lema, John Heche pamoja pia na viongozi kadha tukiachana na yeye mwenyewe Freeman Aikael Mbowe, na ndio maana unaambiwa ni muda na wakati sahihi kabisa wa Freeman Aikael Mbowe. Yeye kama yeye anaona kabisa ni wakati unaonekana sio sahihi kwa baadhi ya wanachama ambao wanaona kwa labda pengine kuna usaliti juu yake ama kuna tofauti, lakini ni maamuzi na kuangalia ni kitu gani ambacho yeye mwenyewe pia kwa sasa inabidi aweze kukifanya. Ila idhini yote ameweza kuachia uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ukiweza kuongozwa na mwenyekiti Tundu Antipas Mugwai Lissu pamoja pia na makamu John Heche, bila kumsahau pia na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni John Mnyika. Kwa hiyo lawama zimekuwa ni nyingi, watu wamekuwa kimlaumu sana mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe, lakini si sehemu na si vizuri kuweza kuweka juu lawama nyingi, kwa sababu tayari maamuzi ni ya kwake na pendekezo ni la kwake kubakia ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ama kuondoka na kuelekea katika moyo utakavyoweza kustahili na kuweza kumtuma ni wapi ambako itamsadiki yeye kutumikia chama gani, ama itamfaa yeye mwenyewe pia kama kutakuwa na hiki kinachosadikika kuwa ni kweli cha kundi la G55 ambalo pengine linaongozwa na viongozi tofauti kama kina John Mrema. Kama litakuwa ni sahihi, basi huenda tukalishuhudia hilo. Cha msingi tukutane kwenye comment. Hii ni Hatboy Media.